Shirika la Taifa la Bima NIC limetoa kiasi cha shilingi milioni 5 katika kituo cha utafiti NIMR kilichopo jijini Mwanza kwa ajili ya kusaidia watoto wenye utapiamlo. Akizungumza mara baada ya bodi ya wakurugenzi kutembelea katika kituo hicho na kukabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 5, mkurugenzi wa masoko na mawasiliano katika shirika hilo, Karim Meshak, amesema wamekuwa na sera ya kurudisha kwa jamii ikiwemo ni suala la afya, mazingira pamoja na watu wanaoishi katika mazingira magumu, ambapo wameamua kusaidia kituo hicho ili kuendelea kufanikisha majukumu yake. Taasisi ya umma NIC tunaongozwa na sera ya kurudisha kwa jamii, yani CSR, lakini pia tuna sera ya udhamini. Sasa kwenye eneo kama na moja kati ya mada ambazo zinatuongoza katika utoaji wa CSR ni pamoja na maeneo ya afya, mazingira na watu wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa hiyo na pamoja na elimu. Sasa afya kwa maana ya NIMR, ya taasisi ya utafiti, katika masuala yao ya msingi wanayofanya katika kuhakikisha kwamba wanafanya utafiti juu ya magonjwa na mambo mbalimbali, basi tukaguswa na hili suala la kuangalia eneo la watoto wenye utapiamlo mkali. Kwa hiyo tumeguswa na tukaona kwamba ni lazima tulete kidogo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba eneo lao la utafiti na shughuli hii wanaoifanya inafikia malengo mahususi. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya lengo hilo kuhakikisha kwamba NIMR hawapati changamoto yoyote katika eneo hili ambalo lina maslahi mapana kwa taifa, kwa sababu watoto wenye utapiamlo mkali maana yake ni taifa letu la kesho. Lakini pia wameenda mbali zaidi, wanaangalia pia maendeleo ya akili na ubongo. Kwa hiyo sisi kuleta hiki kidogo tulichokileta maana yake kinaenda kusaidia kujibu changamoto ambayo imejitokeza katika mazingira ambayo wao wanafanyia utafiti. Kwa hilo ndio lengo kubwa, lakini hii ni ziara ya bodi. Kwa pamoja na bodi na management ya NIC tumefika hapa kufikisha msaada huu mdogo ambao tunao kwa ajili ya kutimiza lengo ambalo NIMR nalo, kwa watoto wenye utapiamlo mkali wanapata matibabu na kurudi katika afya zao za awali kwa ajili ya taifa la kesho na maendeleo ya taifa la jumla. Kwa upande wake, mkuu wa kituo hicho Dr. Safari Kinongi amelishukuru shirika hilo kwa kutoa msaada huo na kuahidi kuendelea kushirikiana katika masuala mbalimbali. Tunashukuru sana kwa kutukumbusha kwamba hivi vifaa vyetu tulivyonavyo ambavyo vingi ni vya mamilioni ya pesa vinahitaji. Kwa hiyo tutaifanya. Kwa hiyo kwa hayo machache ningependa kwanza niwashukuru sana kwa kuja kwetu na mmethibitisha kwamba mnaweza mkawa wadau wazuri katika kufanikisha hizi tafiti, lakini kwa ujumla wake katika kulinda afya ya Watanzania. Kwa hiyo karibuni sana, nyingine mkipata nafasi. Katika hatua nyingine, bodi hiyo imetembelea katika ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Geita mkoani Geita, ambapo mkurugenzi wa manispaa hiyo Alfred Mienzi ametoa kwa shirika hilo kuifikia jamii katika maeneo mbalimbali na kutoa elimu ili wananchi waweze kulitumia zaidi shirika hilo katika swala zima la bima. Tunahitaji hasa tuwekeze kwenye hilo eneo, lakini we have to beat up with technology. Kumbuka zamani ilikuwa ni rahisi kusikiliza redio. Teknolojia ya sasa inatutaka na sisi tujitransform, twende huko kile wanachokipenda na sisi tuelekeze elimu yetu huko. Hata kudhamini shughuli mbalimbali itokeza kudhamini, lakini pia hata kutafuta mabalozi. Watu wanatafuta mabalozi wa brandi zao. Hao kama watu wanataka wamuone sana msanii fulani, then wewe msanii sisi tumtumie naye awe ni ambassador wa bima NIC. Kwa hiyo basically tutafute namna ya kupackage sasa upya bidhaa yetu hii ambayo kwa sasa ina competition kubwa tofauti na ilivyokuwa zamani. Kwanza ina competition na washindani wetu kwenye biashara, lakini ina competition na teknolojia, kwamba kile ambacho watu wanatamani kukiona na kukisikia sicho hiki ambacho sisi tunakitoa kama product yetu. Competitiveness iongezeke, kuwe na ushindani kama ule mtu aone kwamba akiwepo bima NIC na akiwepo huku kwingine is more or less the same, ama huku anapata hata faida kubwa zaidi. Aonyeshwe kwamba he is more secure akiwa na NIC kuliko pengine huko kwingine na kadhalika. Kwamba serikali iko behind, kwa hivyo serikali inatoa more guarantee. Serikali haifi, iko pale. Shirika lina dissolve, unaweza mkadissolve kampuni ya mtu
so and so insurance company, baada ya muda biashara haijaenda sawa sawa. Hakuna mjomba hapa kuinject fund. Sisi huku tumekwenda mambo hayajaenda, huku inabidi tunageuka. Jamani, huku vipi? Kahati fungani huko kanauzwa, tunaletewa sisi, tunaendelea kusurvive. Ndio maana haya ni mashirika ambayo kimsingi lazima yaendelee kuwepo, yapo, lakini ili pia na sisi tuwe competitive na tuendelee kuwa relevant, manake we must dance according to the tunes zinazoenda kwenye jamii bila kupoteza ule uasili wetu kama taasisi ya umma. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.